Bana, kwenye upande wa mechi za ligi ya mabingwa ni back to back kama ambavyo tunafahamu. Kwa upande wa klabu ya Dar es Salaam Africans hapo siku ya kesho watashuka dimbani kuvana na JS Kabylie hapa nchini Algeria, na mchezo utacheza majira saa 1 kamili. Tunafahamu kwa upande wa klabu ya Yanga mchezo uliopita waliweza kuibuka na ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Al Sawaa Rabat. Hii ni mechi nyingine ambayo wanacheza kwenye kiwanja cha ugenini, kwa hiyo watakuwa wanahitaji zaidi kuweza kupata alama 3 ama alama 1 ambayo inaweza kuwasaidia mbeleni kutokana na historia ya makundi kwenye upande wa michuano hii ya kimataifa. Sasa tayari kwa upande wa klabu ya Yanga kupitia mwalimu Pedro Goncalves wameshaandaa yani wale wachezaji ambao watakwenda kutumika moja kwa moja kwenye mchezo wa hapo siku ya kesho, na mimi tayari hapa nina majina ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika na mimi nitakwenda kukutajia hapa. Lakini kabla sijakwenda kukutajia hapa majina ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kuangazia majina ya wachezaji kwa upande wa klabu ya Dar es Salaam Africans ambao watakwenda kuhusika kwenye mchezo wa siku ya hapo kesho. Kwa upande wa magolikipa ambao wameorodheshwa kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja, yupo golikipa Djigui Diarra. Golikipa Djigui Diarra tunafahamu ndio golikipa nambari 1 ambaye amekuwa anaaminiwa na mwalimu ama na walimu wote ambao wanapita ndani ya kikosi hicho. Lakini pia golikipa Abdul Twaribu Msheri na pia ameorodheshwa kati ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika, yani kwenye upande wa magolikipa ambao watakwenda kuhusika, na kama magolikipa hao wawili ndio ambao wameorodheshwa kwenye orodha. Lakini pia nikienda kutizama hapa kwenye upande wa mabeki yupo Israeli Patrick Mwenda ambaye ameorodheshwa kati ya mabeki ambao watakwenda kuhusika. Lakini pia yupo Shadrack Sakaboka, wakati huo pia yupo Mohamed Hussein Zimbo Jeyara ambaye pia ameorodheshwa kati ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mechi hiyo. Lakini pia Bakari Nondo Mamnyeto ni mmoja wa wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo. Lakini pia Dickson Job na pia ameorodheshwa kati ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo. Wakati huo pia Frank Helsinki na pia ameorodheshwa kati ya wachezaji ambao watakwenda moja kwa moja kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo. Maana kwamba hao ndio mabeki kwa upande wa klabu ya Yanga ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja kwenye mechi hiyo ambayo tunafahamu itakuwa sio rahisi. Lakini pia nikienda kutizama sasa kwenye upande wa viungo ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo, Azizi Andambwile ameorodheshwa kati ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika. Lakini pia Moussa Barakonte naye pia yupo kwenye orodha. Wakati huo pia Duke Abuya naye pia ameorodheshwa. Wakati huo pia Lasine Kouma naye pia yupo kwenye orodha. Wakati huo pia Mudadhiri Haya naye pia ameorodheshwa. Lakini pia Mamadou kwa upande wa Dombia naye pia yupo kwenye kikosi cha wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo kama ambavyo mambo yalivyo. Lakini pia kwenye upande wa wachezaji ambao watakwenda kuhusika, wachezaji ambao wanacheza kwenye maeneo ya pembeni, yani mawinga, Maxi Nzengeli ameorodheshwa. Lakini pia Edmond John naye pia ameorodheshwa. Wakati huo pia tunasema Celestine Ekwa naye pia ameorodheshwa pamoja na Pacome Zouzoua ambaye pia ameorodheshwa kati ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mechi hiyo. Lakini pia nikienda kutizama kwenye upande wa washambuliaji, yupo Andy Boyle, lakini pia yupo Prince Mpumelelo Dube naye pia atakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea